Kosa kubwa ambalo viongozi wengi tunafanya ni kutumia vibaya imani tunayopata kutoka kwa wananchi wetu. Ukiaminiwa na wananchi, manake wanakutarajia utumie madaraka waliokupa kwa maslahi ya wananchi, sio kwa maslahi yako. Baba wa Taifa Mwalimu Nyerere alikuwa wa kipekee sana katika hili, na ndio maana alikuwa miongoni mwa viongozi wa kwanza kusema kila mwananchi awe na haki ya kupata elimu ya msingi bure, kila mwananchi, na kuanzisha utaratibu wa UPE, Universal Primary Education, ambapo kila Mtanzania alikuwa na haki ya kupata elimu. Ni baba wa taifa vile vile alitujengea taifa moja la Tanzania lenye makabila zaidi ya 120, lakini linalojihisi kama taifa moja nje ya makabila. Baba wa taifa alitujengea taifa ambalo alijitambulishi na dini. Uwezi ukapita mahala unajigamba, mimi kwa sababu ni Muislamu naomba mnichague, mimi kwa kuwa ni Mkristo naomba mnichague, au mimi kwa sababu ni Sunni naomba mnichague, au kwa sababu mimi ni Shia naomba mnichague, au mimi kwa sababu ni Anglikana naomba mnichague, mimi kwa sababu ni Mkatoliki naomba mnichague. Mwalimu alitufikisha tukaona mawazo ya namna hiyo ni ya kijinga. Kafanya taifa letu liwe taifa moja lenye mshikamano kama taifa. Lakini vile vile baba wa taifa Mwalimu Nyerere katutengenezea misingi ya amani, utulivu na mshikamano katika nchi yetu. Yeye hana deni katika hapo alipotufikisha. Tukiharibu tumeharibu sisi wenyewe. Katika amani, mshikamano na utulivu wa nchi yetu, baba wa taifa hana deni na nchi hii. Ametufikisha mahala ambapo tukiharibu tumeharibu sisi wenyewe, na tutakaojilaumu ni sisi wenyewe. Na vitu vinavyoweza kuleta mpasuko vyote alitufundisha. Yengo ukiendekeza mambo ya ubaguzi wa dini, kabila, eneo mtu analotoka, rangi ya mtu, ukipuuza maendeleo ya watu, ukapuuza usawa katika jamii. Kama taifa letu liliwahi kuwa na bahati ni kupata rais aliyechukia rushwa kama Julius Kambarage Nyerere. Nyerere alikataa rushwa kwa maneno na vitendo. Kwa maneno na vitendo. Anapokuambia naichukia rushwa, alimaanisha kwamba anaichukia rushwa. Lakini vile vile taifa letu lilikuwa na bahati ya pekee ya kupata mtu aliyepinga kwa maneno na kwa vitendo matumizi mabaya ya madaraka. Kosa kubwa ambalo viongozi wengi tunafanya ni kutumia vibaya imani tunayopata kutoka kwa wananchi wetu. Ukiaminiwa na wananchi, manake wanakutarajia utumie madaraka waliokupa kwa maslahi ya wananchi, sio kwa maslahi yako. Baba wa taifa Mwalimu Nyerere alikuwa wa kipekee sana katika hili, na ndio maana alikuwa miongoni mwa viongozi wa kwanza kusema kila mwananchi awe na haki ya kupata elimu ya msingi bure, kila mwananchi, na kuanzisha utaratibu wa UPE, Universal Primary Education, ambapo kila Mtanzania alikuwa na haki ya kupata elimu ya msingi. Na kwa kweli wakati wa Mwalimu hakuwa na masiara. Kama hutaki kwenda shule utapelekwa na polisi. Alitaka watu wake wote wasome, alitaka watu wote waelimike. Lakini vile vile baba wa taifa aliamini kwa dhati katika utu na uhuru wa binadamu. Na ndio maana baada ya uhuru wa nchi yetu, baba wa taifa Mwalimu Nyerere alilielekeza taifa letu katika vita vya ukombozi wa bara la Afrika. Hakuna nchi ambayo imepata uhuru baada ya Tanganyika ambayo haitambui mchango wa baba wa taifa, ama kwa maneno, ama kwa fedha, ama kwa rasilimali zingine katika kusaidia uhuru wa nchi hiyo.